asubuhi ya leo na tunakuinua katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Nichukue nafasi kukukaribisha mtazamaji wangu popote unatazama, ukiwa nasema karibu sana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu, kikiletwa kwako na mimi Apostle P.M. Smith, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is sound. Mbarikiwe sana na Mungu akutende mema. Moja kwa moja unaweza ukashare video hii ili ukaweza kuwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Siku ya jana nilipeana kazi uende uchunguze, but muda hautaniruhusu. Tutakupatia hiyo kazi tuifanye next week. Tuchunguze, tutafutilie kabisa mtamko wa vile Yesu alikuwa anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu walisikia akiomba, but tunataka tuangalie maombi yake ilikuwa aje, alikuwa anaomba aje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tulisema kuna kitu tunataka kuondoa, ni kwamba maombi ni kwa sababu tuko na shida, maombi ni kwa sababu tuko na matatizo. Tunataka kujaribu kuondoa hiyo kwa mawazo, na ni mzuri kuomba kukiwa na matatizo na kukiwa na shida. Lakini kama Yesu aliomba akiwa duniani, maombi zake alikuwa anaomba aje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tusiseme shida ndio inatusababisha tuombe, kwa sababu pia wenye hawana shida pia waliomba. Na tuliona tuna aina mbili ya maombi ambayo tunaomba: maombi ya kutoka na maombi ya kutuelekeza. Tunaombea wengine na pia tunajiombea. Siku ya leo nataka tuangalie jambo kuhusiana na prayer and fasting ama fasting. Kuhusiana na jambo hapa, na ningelipenda tuchunguze Matthew chapter 4. Najua umeisoma mara nyingi na unaiquote sana. Kwa maombi yangu sikosi kuquote Matthew chapter 4. Sikosaji kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri pia kuelewa jambo lingine, ni vizuri kuongozwa kuomba. Tulisema ni vizuri kuongozwa kuomba. Hii ni msukumo kutoka ndani, isi msukumo kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Si unajua shida zako ni msukumo kutoka nje, ukosefu wako ni msukumo kutoka nje. Lakini kwa sababu hii ni mambo ya roho, tulisema kwamba maombi ni kitendo cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni kitendo cha kiroho. Basi kama maombi ni kitendo cha kiroho, pia unahitaji kuongozwa. Unahitaji kuongozwa kuomba. Sijui kama umefika hiyo level ya kwamba unaongozwa kuomba. Ni sawa, unaweza ukakuwa na kiu kaomba, lakini pia baadhi ya maombi zingine kuna zile unapaswa kuwa ni mwongozo unapewa. Sisemi zote kila siku Roho atakuongoza kwenda kuomba kila siku. Hapana, kwa sababu unajua ni majukumu yako kuomba. Hiyo ni kitendo unafanya kila saa. Lakini baadhi ya maombi zako zingine zinapaswa kuwa ni program ya Holy Spirit. Inapaswa kuwa hii, hapana, hii tu ni kuongozwa, niliongozwa. Najua unaweza kuwa na programu yako ya kufunga na kuomba, ukapanga nitafunga, nitaomba, ukapanga hivyo. Na tunataka kuwa pia kusikia mipangilio ambayo siwe ulipanga. Bwana asifiwe. Umewahi zuiliwa kabisa, ukatolewa appetite ya kukula kabisa, ukafosiwa kufast, lakini it was just vizuri tu, lakini ukapata mambo na kukula hakuna. Amen. Ni wakati mwingine Roho Mtakatifu anaweza kukuingisha by force. Unajua kuna watu pia through sickness wanapelekwa fasting. Si watu wote wanatokaga wakiwa wagonjwa wanatokaga bure. Unajua kuna watu wengi wanatokaga wakiwa wagonjwa wanakujaga na message. Umewaipata na watu aina hiyo? Alikuwa mgonjwa, badala kuja atuambie vile magonjwa ilimpiga, anakuja kutuambia vile Mungu alisema. Hamjaona kitu kama hiyo? Amen. Kuna dada tuliwahi kuwa na yeye hapa, alikuwa mgonjwa, akakuwa mgonjwa hali mahututi, ilikuwa TB. Una imagine TB. Alitoka kwa mimi uniambia Mungu amesema. Sasa badala niambie vile TB, na unajua madawa ya TB vile ni mbaya, anakuja kuniambia Mungu amesema. Kuna watu ni njia moja, because hao watu
hawana control ya life yao, their physical life, ili Mungu akuwe na time na wao. Sasa unapata ni ngumu kila saa Mungu akimtafuta mpati, kila saa akimtafuta mpati. Sasa na Mungu kuna vitu ni lazima, kwa sababu unapaswa kuelewa ya kwamba wewe kukataa kufanya kazi ya Mungu imanishi hautafanya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii kazi ya Mungu si Mungu anakuita alafu unakataa na inaenda hivyo. Kwa Mungu hakuna kitu kama hiyo. Hakuna mtu aliitwa na Mungu akakataa na ikawaka. Hapana. Tunakumbuka Moses alikataa, lakini Mungu vile alikuwa anaona si vile Moses alikuwa anaona. Tunakumbuka Yona pia alikataa, kapiga kona, lakini Mungu alisema nimeamua ni wewe. Sasa angalia vile ambavyo zilimpeleka Yona mpaka akarudishwa kwa line, kubebwa na samaki siku 3. Hiyo tunaweza chukua siku ya leo, si samaki takukula. Unaweza ukamezwa na samaki ya marelia. Ukamezwa na kasamaki kama relia, hakuna kitu unataka kukula. Hauwezi toka hata kwa kitanda, unakaa tu kwa kitanda. Ukitoka kwa kitanda unaenda msalani unarudi tu. Na pale zile maono unaona, zile maongeo unapewa ni nyingi. Mungu akimalizana na wewe, samaki magonjwa inakutapika. Pap. So unapaswa kuelewa saa zingine Mungu anatafutaga utulivu wako, anakupata you're busy. Atakutega na kitu, hakikisha amedeliver message. Kuna watu calling zao walizipokea kwa kitanda ya magonjwa. Kuna watu ukisikia wakitoa ushuhuda zao, wanatoa ushuhuda through cancer. Anakuambia natangia hapo mimi nikapona na nikapona. Lakini nikiwa katika hiyo kitanda, hapo ndio Mungu alinipatia nini? Huduma. Bwana asifiwe. Because unafaa uelewe vile Mungu alimfanyia Adam chapter 2 Genesis, ni kwamba ilibidi achukue attention ya Adam. Na bado mpaka leo Mungu anataka attention yako. So ata avoid vitu zenye zinachukua your attention physically. Na ndio unaona akampeleka kwa deep sleep. Deep sleep kumaanisha ya kwamba physically Adam was disconnected. Nafikiri unajua pia dreams tunazipata wakati gani? Deep sleep. So Mungu anakuwa amechukua attention ya mwili yako yote, hakuna usumbufu, anaongea na wewe vizuri. Tunapaswa tuelewe pia Mungu kuna njia zenye anatafuta nazo. Chukua akili yako na kupatie aweze kufanya vile anataka. So baadhi hiyo ni kitu kenye tunaongea kuhusu. Kisha Yesu akapandishwa, akaongozwa, akaelekezwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaongozwa, akaelekezwa. So tunasema nini kuhusu prayer and fasting? Kuna zile pia unapaswa kufanywa nini? Kuongozwa. Hiyo si program yako. Lakini tu unaishi katika ulimwengu wa kiroho. Unaambiwa funga siku 3. Unaambiwa funga leo skule. Unaambiwa omba. So kuna hizo pia. Tunapaswa tuelewe kuna zile ambazo ni sisi tunaomba, na pia uelewe ya kwamba kuna ambayo ni Roho Mtakatifu anakuongoza. Sasa sijui kama wewe unajua wakati ni Roho anakuongoza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Akaongozwa na Roho kule nyikani ili aweze kujaribiwa na Ibilisi. Haya. Ili aweze kufanya nini? Ili aweze kwenda kujaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. So tunajuaga vitu zote tunaingiaga ni roho shetani, ni vitu mbaya mkupeleka huko. Hapana. Tunapaswa tujue ya kwamba makusudi ya Mungu mahali ameiweka, utaongozwa huko. Makusudi ya Mungu mahali ameiweka. Ufalme wa Daudi ulikuwa umewekwa wapi? Kwa Goliath. Nani alimuannounce David is a king? But Mungu alikuwa amemuanoint kitambo. Nani alijua? The family peke yake. But taifa nzima ilikuwa inajua. But ilibidi Mungu atafute mtu wa kumuannounce. Mwenye aliannounce Goliath, aliannounce David ni Goliath. Ilibidi ukiwa Goliath dunia nzima inakujua. Unajulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. So mwenye alimuannounce David, maana ashatiwa mafuta, ashamaliziwa kitambo, ni iliwekwa kwa nani? Kwa Goliath. Na alipomwangusha chini, ni nani hakujua? Ni nani hakujua? Na nani hakutaka mfalme mwenye ameshinda? Mpaka wanasema Daudi ameua 10,000, Sauli ameua 1,000. Watu wasema hapana, sisi tunataka mfalme mwenye anajua, mwenye ameangusha fulani. Lakini iliwekwa wapi?
Iliwekwa kwa mtu ukimwangalia hivi anatisha maisha yako. Uliwekwa kwa mtu. Unajua sisi tu tunasomaga Biblia tu. Vitu zingine tunasomaga Biblia, tunasomaga tu ni kitu ya pap. Usifikirie tu Daudi aliamka na kwenda kwanza kupigana naye mtu tu na akazungusha na akamgonga. Lazima Daudi alisumbukana na alishtuka. Ni nani huyu? Ai! Lazima kulikuwa na hiyo kitu. Na hizi vitu zilichukua masiku. Daudi ana nani huyu? Huyu mtu kai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa kumwangusha Goliath akafanya nini? Akatangazwa. Bwana Yesu asifiwe. Je, unajua training zingine unahitajiki mwalimu mwenye akuonei huruma? Lakini kuna zingine utapewa mwalimu mwenye anakuonewa huruma. Saa zingine utaletewa magonjwa. Magonjwa ni mwalimu ambaye hatakuonewa huruma. Anakupeleka bila huruma. Ana huruma na wewe. Na wewe ukitoka hiyo class, unatoka ukiwa uko soba sana. Bwana Yesu asifiwe. So saa zingine si vitu zote tunaongozwa kwa sababu ya ubaya. Ipo sababu. Ipo nini? Ipo sababu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So aliongozwa ajaribiwe. So si majaribu yote tunayojipata nayo yote ni mbaya. Kuna zile zimekuja kwa sababu ya kitu fulani kutoka ndani mwetu. Kuna wakati Mungu aligundua ya kwamba wana wa Israeli baadhi yao hawajajua vita. Kuna kizazi kiliinuka akijajua nini? Ni nini alifanya? Aliwaachilia kwa maadui. Kwa sababu kwa kupigana kwao ndiko walikuwa wanajua kufanya nini? Ndiko walikuwa wanajua kupigana. So si vitu zote tutafundishiwa na kitu kizuri, zingine tutapitia barabara mbaya ili tujue. Na ndio maana mimi nilikwambia, maana hii nimepitia, nimeona ni kwamba kuwa na rafiki ambayo amepitia mengi is the best friend in life. Rafiki ambaye akikaa na wewe kukuambia ile vitu amepitia, ako na story ya kazi, ako na story sijui ya nini, amepitia vitu zote tu akikonka. Huyo mtu ni mtu mzuri sana, ni mwanadamu mzuri sana dunia hii, na yeye huelewa watu. Ukiona hawa watu wenye hawaelewi watu, hawajapitia. Siku zote ukipata mtu akiumia, akipitia kenye ulipitia, hautamjaji. Bwana asifiwe. Siku moja mwizi alienda akaiba mahali. Alipoenda kuiba mahali, alipokuwa ametoka akienda zake, akapatana na mwizi pia ameiba, ameshikwa anataka kupigwa. Unafikiria alisema aje? Alisema wawe. Alisema aje? Akitafadhalini msimpige, mumwache. Kwa sababu tayari hiyo iko kwa akili yake, mtu akiba apigwe itakuwa aje. So ukipatana na mtu anapitia kenye unapitia, hautamjudge, hautamtusi, hautaongea vibaya kumhusu, kwa sababu hiyo kiatu unaijua. Hao watu ambao unaona wanakuwa careless kwa maongeo yao, ni kwa sababu hawajapitia. Wenda tu nitafutie mtu yote tu mwenye amepitia maisha vizuri. Huyo mwanadamu ni mzuri sana. Huyo mwanadamu ni mzuri sana. Mimi nakuambia ukweli. Mtu amepitia maisha, yani amepitia vitu na akatokezea. Huyo mwanadamu ni mzuri sana dunia hii. Lakini enda fanya urafiki na mwanadamu mwenye hajapitia, ndio utajua maisha si mzuri. Kitu kidogo anajudge, kitu kidogo anarukia watu, kitu kidogo anarukia watu, kwa sababu kwa maisha yake hajapitia. Enda jaribu hii, utakuja kugundua. Akafunga siku ngapi? 40 mchana na usiku. Alafu kawaida mwisho akahisi njaa. Baada ya kuhisi njaa, baada ya kumaliza kufunga na kuomba, nini kafanyika? Shetani alikuja. Mjaribu akafanya nini? Akamjia. Kumbuka hizi ni baadhi ya vitu tunaongea kuhusu prayer and fasting. Because saa zingine kuna vitu zingine tunafikiriaga ukitoka prayer and fasting shetani atakutoroka. Halo? Tunajuaga ukitoka prayer and fasting? Sasa ndio unajuaga wewe ni Mkristo halisi. Shetani hapasi kukuogopa kwa sababu wewe umetoka kuomba sana. Shetani anafaa kuogopa Kristo aliye ndani mwako. Baada ya Yesu kumaliza kufunga na kuomba akahisi, alafu nini kafanyika next? Mjaribu akakuja. Swali ujiulize, ni nani alimwambia huyu jamaa alikuja kufast na amemaliza kufast? Ni nani alimwambia huyu jamaa alikuja kufast na amemaliza kufast? Maana shetani hakukuja akianza. Na kama shetani angekuwaga mjinga angekuja akianza.
Maana basi akianza hana power, akimaliza si ndiye amejaa nguvu. Imagine amejifunga, amejinyima. Si huyu jamaa amejaa nguvu sana. Kwa nini shetani alikuja saa ya mwisho? Hello? Nani alimwambia Yesu ameenda prayer and fasting? Na nani alimwambia anafunga siku 40? Na nani anamwambia amemaliza? Sasa zile tunaambiwa Yesu akahisi njaa, next hapo ndio shetani alikuja. Nani alimpatia hizi ripoti? Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So, number 1 tunaangalia ya kwamba kuna majaribu utapitia when you are praying and fasting. Hautapitia wakati wa uombi na kufunga. Maana wewe unajuanga, wewe maybe if I pray and fast ndio powerful. No. Unajua kuna mtu anaenda kufunga siku 7 na anatoka hapo papo na anaenda kufanya usharati. Express. Unajua enda kwa gate ya prayer and fasting. Mwenye amemaliza kufunga 21 days. Alafu akitoka anza kumtusi uone. Hata kupiga ngumi uangukanishe huko. Iko kitu tunapaswa kuona hapa. Na ndio hapa tunaangalia, tunajiuliza swali, kwa nini alikuja? Na huyu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu hapaswi kumuogopa kwa sababu amefasta, anapaswa kumuogopa kwa jinsi alivyo. Sasa kama huyu ni Yesu, akiwa jinsi alivyo hakumuogopa, ameongeza prayer and fasting hakumuogopa, sembuse wewe. Sembuse wewe. Hata siku 40 hujawahi funga na kuomba. Unaombaga 3, 2, 1. Sasa kama Yesu aligonga siku 40 na yeye alikuwa ni Mungu na shetani still alikuja, wewe ni nani? Wewe ni nani? Ukifunga mapepo itatembelea mbali. Ukifunga hautajaribiwa, unatarajia sasa maisha itaenda mzuri. Nani alikwambia hivyo? Halo? Alipohisi njaa hapo ndio shetani afanya nini? Tunasema nini? Hata wakati wa prayer and fasting utajaribiwa. Utajaribiwa. Kuna majaribu ambayo huwa unajaribiwa nayo. Lakini kuna kitu unapaswa kuona ambao pia prayer and fasting will give you. Hello? Haijalishi unajaribiwa wakati gani. Najaribu kuondoa kitu kwa mawazo yako ya kwamba when I'm praying and fasting then I become very holy. Unajua kuna elimu tulikapata kanisani kangine ambao si kazuri. Mtu anajuaga when I'm praying and fasting mimi ndio nimekuwa mtakatifu vizuri. Ana alikwambia sisi tuko na utakatifu ya kuletwa na nini? Na prayer and fasting? No. Hatujitafuti utakatifu na hakuna kitu tunafanya tukue watakatifu. Sisi ni watakatifu kwa sababu aliye ndani mwetu ni mtakatifu. Period. Sifanyi hivi na hivi na hivi ndio nakuwa mtakatifu. Sifanyi hivi na hivi ndio nakuwa mtakatifu. Utakatifu haifanywi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu tumeupata ambaye ni Kristo. Mtakatifu ni Kristo. So aliye na Kristo ni nani? Hakuna vile unaweza kuwa na Yesu na wewe si mtakatifu. Then tunaanza kwa kusema hauna Kristo. Hakuna vile uko na Roho Mtakatifu na unaambia wewe si mtakatifu. Haipelekani bwana. Yende hivyo bwana. Kwani Roho ni kitu kingine, utakatifu ni kitu kingine. Ni wapi hapo utakatifu haiwezi tulia lakini Roho anatulia? Hapana, hiyo elimu si sawa. Ujue unakuwa mtakatifu kwa sababu ya aliye ndani mwako. Na kama shetani katika kitabu cha Ayubu alifuata wana wa Mungu na akaenda nao mbele za Mungu. Mbele za nani? Kukuja mbele yako wewe ndio nani? Nauliza, kukuja mbele yako, shetani haogopi Mungu. Shetani afanye nini? Angekuwa anaogopa angeenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Wewe unafikiria hata kwa hii makanisa zetu unafikiria hakuagi? Unajua kanisa zetu sisi shetani hawezi ingia ndani. Wacha mchezo bwana. Wacha mchezo sana. Kuomba sana hakumfukuzi shetani. Nitakuambia leo. Na kufunga kwako hakumfukuzi shetani. Mahali shetani aliwahi kuaga wewe hujawahi kuwa, wewe ndio unatazamia kuenda huko. Yeye aliwahi kuaga huko. Lakini unapaswa kuelewa your prayer and fasting ni nini na kufanyia.
Lakini shetani hawezi kukutoroka ati kwa sababu umefast na umepray. Sisi wajuzi, sisi sawa. Hata mitume walikuwa aje? Au walikuwa afadhali kushinda sisi, maana walikuwa na Yesu hapa kwa hapa. Lakini mpaka shetani anafanya bidii na anafish Judas. Wewe ni nani? Sisi tunaamini Yesu. Judas hakuwa anaamini. Judas alijua. Unajua kenye unauona hauamini, unajua. So Judas, wote waliokuwa wakati wa Yesu, haukuhitaji kumwamini Yesu, ulikuwa unahitaji elimu, huyu ni Yesu. Ulikuwa unahitaji kujua huyu ni Yesu. Lakini kwetu sisi hatumuoni kwa matendo, tuna apply faith. Lakini shetani bado alifanya, alimuingia. Unaweza fikiria member wa Yesu, shetani anaweza ingia ndani yake. Ile training wanapata sinikali sana. Unafikiria utakuwa nini? Si hata kama wewe ni Moses utakuwa mweupe. Si utaona unakuwa mweupe. Utahisi some glory zile ambazo Moses alishuka nazo. Utahisi I'm not an ordinary man. Mimi ni kitu kingine. Sasa utajua mashetani pastor pia anapata hizo. Twende huko. Kuna kitu kimoja tunapaswa kuelewa. Prayer and fasting gives you power to overcome. And the best thing we can do in this world is to overcome the enemy. Hawezi niogopa kwa sababu nimeomba, hata niogopa. But the thing is, nitamshinda. Sasa, tukisoma hii chapter, ni nini ilimtendekea Yesu? Yesu ali-overcome. That's the only thing Yesu alifanya. Ali-overcome. Ukisoma, enda usome na ukijiulizaga maswali mengi. Kisha Shetani anamwambia Yesu fanyaje? Ufuate, twende. Wanafanyaje? Wanaenda. Kumaanisha kwamba the enemy anaweza fuata hatua zako. That's why tulisema we have monitoring spirits. Yesu alitutia moyo akatuambia, kwa hii dunia mtafanya nini? Mtachukiwa. Mtadharauliwa kwa sababu yangu. But mjue hata mimi nilifanya nini? Nilishachukiwa. So mjue kuna vitu alipitia lazima tutafanya nini? So pia shetani aliandamana naye. Saa zingine pia ataandamana na sisi kwa kazi, ni kwa wapi. And that's not a problem. Hiyo sio shida. Kitu ya maana ni kumshinda peke yake. Siogopi akuwe karibu, afanye nini, afanye kenye anafanya, sina shida. The thing is, at the end of the day, ni muovercome. Hiyo tu ndio mimi niko nayo. Hakuna kitu kingine tuko nayo. Haijalishi anaingia kwa nyumba, haijalishi wapi, hiyo isikusumbue. Unajua mapepo iko kwa hii ploti, hiyo isikusumbue, inanisumbulia nini? Haiwezi nisumbua. Kazi yangu ni kuhakikisha kenye zimekuja kufanya hazitafanya. I will overcome. Shetani alikuja na agenda. Tunaweza soma hizo agenda? Maana kila mara shetani akija kwako anakujaga na nini? Na agenda. Ako na manifesto yake. Tuangalie agenda ya shetani. These are the agendas. Number 1, mjaribu akamjia verses 3. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Unaona agenda? Agenda hapa ni gani? Anapima if you know your identity. Ikiwa wewe. So hiyo ni agenda ya kwanza. So another one thing ambayo shetani atajaribu kupoteza kwako, number 1, ni kama unajijua. Kama unajijua. Do you know yourself? Unajijua wewe ni nani katika Kristo, sio kuzaliwa na mama yako. Katika kuzaliwa mara ya pili. Who are you? Na saa zingine some problems zinakujaga kukujaribu ione kama unajua your real identity. Wewe ndio kuniambia shetani ajui Yesu ni mwana wa Mungu, kwani hawako kuaga na yeye zamani? Halo? Kwani hawako kuaga zamani? Ama ukikosana na mtu kabisa hauwezi mkumbuka? Hakuna watu mnakutanaga nao unasemaga tulisomaga na huyu. Sikuna kitu kama hiyo. Hata kama ni Muislamu, hata kama ameingia kwa ushetani, still inabaki ni kwamba kuna wakati tulikuaga class moja. Ni ukweli? So kuna kitu shetani alikuwa anajua. Anajua Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Lakini sasa amekuja kutafuta nini? Sawa, wewe ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio identity yako. Lakini wewe mwenyewe unajua.
Wewe Yesu mwenyewe, je, wewe unajua wewe ni mwana wa Mungu? So jambo lingine unapaswa kuelewa ni kwamba utakuja kujaribiwa kama unajijua. Baadhi ya vitu zingine wapendwa mnakumbana nazo huwa zinajaribu kama unajijua wewe ni nani. Do you know why? Unajua kwa nini? Kwa sababu kama unajijua wewe ni nani, verse 4 ndio utafanya. Naye Yesu akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa chake Mwenyezi Mungu. Ni nini Yesu alifanya? Hakubadilisha mawe iwe mkate. Kwa nini Yesu hakubadilisha mawe iwe mkate? Kwa sababu alikuwa anajijua yeye ni nani. Ingekuwa hajui yeye ni nani, angebadilisha mawe iwe mkate. Kwa sababu swali ni, kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha. Kuja kukujaribu uweze kuprove Christianity yako. Saa zingine kataa kufanya. Kuna mahali sijui ni nini. Kuna mahali vijana kadhaa mani akina nani walikuwa wananiomba pesa. Oh pastor, tusaidie, nikakataa. Mmoja akashout, na wewe ni pastor. Ngasema basi, sasa ndio sitakusaidia. Kwa sababu nataka nikusaidie nikuprove mimi ni hapana, yeye ndivyo. Wengine atakwambia na umeokoka. Mtu atakuja kwa kazi ya kuombe pesa, ukose kumpa, na akwambia aje na umeokoka, usimupatie pesa. Kwa sababu kuokoka si proof na kwa kukupatia pesa. Na sitakupatia pesa kwa sababu nimeokoka. Wokovu wangu na kukupeana pesa na wewe tunailetanisha pamoja ya nini? So utaenda ambia watu nimeokoka kwa sababu nilikupatia? Hapana. Hiyo vitu zinaendanisha kweli? Hapana, haya ni mambo mawili tofauti. So ukinirukia mara moja naambia na wewe umeokoka. Naendesha gari. Unajua gari yangu hakuna mtu ajui ni pastor. Pastor fanya mistake, ifanye chochote tu, na wewe ni pastor. Na wewe ni pastor. Hai, nauliza. So shetani akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha hii mawe iwe mkate. Na Yesu alikuwa anajijua, sasa sibadilishe. Ndio ujue najijua. Saa zingine si kila kitu unahitaji kuprovia watu umeokoka. Achana na hiyo story, achana na hizo maneno. Especially hao watu wengi hawajaokoka. Kila kitu wanataka kusukumia na umeokoka na umeokoka. Unaninyima na umeokoka. Kwani watu wenye hawajaokoka hawafai kupeana? Hapana, itanisha wokovu wangu na vitu zingine. So kukupea, sitakupea ndio ni proof nimeokoka, na sitakukupea ndio nikuprovia mimi ni pastor. Pastor wanafaa peana. Hapana. Hiyo ni jambo la kwanza. Identity yako ni ya maana sana. Mpendwa, ni vizuri ujijue wewe nani katika Kristo. Maana wewe ni kiumbe kipya. Sasa ni vizuri ujijue wewe ni nani. So Yesu hakubadilisha. Tuende mstari wa 5. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu. So saa zingine utapata ya kwamba maroho yanaweza fatana na wewe, yanaweza yakakufuata. Hiyo sio shida. Umenielewa? Hiyo sio nini? Sio shida. Na usiwahi jijaji vibaya. Ati kuna majini natembea kwa mabati yangu. Itatembea. Kwani iko shida gani? Hakuna shida. Tunatembeanisha na mapepo inanifuata. Ni sawa. There is no problem. Enda. Tuletewe ratandrati sahi. Halo. Tukuletea ratandrati, si imeandikwa? Tukuletea ratandrati. Hautaenda? Anisaidia. Sasa tunaona pia kuna test zingine utapewa na scriptures ambazo zinatokana na shetani. So shetani hata haogopi kusoma nini? Scriptures. Ako nayo. Hata yako ako nayo. Hizi vitu shetani haogopi. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu shetani haogopi, hata scriptures ako nazo. Na wewe unajua nguvu ya scriptures. Na ako nayo hata yeye. Hao wanakuaga na mikutano ya mihadhara. Wanatumiaga nini? Scripture. Kuna cult kalianzisha Kericho. Wanaitaka wanakuaga na kitu kinaitwa Bible study. Kisikia ukiambua twende Bible study. That's a cult. Wanatumia nini?
Scripture. Wewe unafikiria utajaribiwa na nini? Wewe unafikiria utadanganywa na nini? Utadanganywa na scripture. So, shetani pia kiwango cha pili akatumia nini? Scriptures kuweza kumuondoa aende kinyume na vile imeandikwa. Jambo hiyo ni agenda ya pili. Scriptures pia zitatumika kukurushia ili uende kinyume nazo. Kwa sababu hata imeandikwa, unahitaji wisdom ya hali ya juu. Verse 7. Yesu akamwambia tena, imefanya nini? Imeandikwa usifanye nini? Usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hivyo shetani atakuja kukurushia majaribu ya wewe kumjaribu Mungu wako. Sio kama unakuwa uende kumjaribu nani? Kumjaribu nayo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia kuna wakora usiku nje. Na niende kununua kitu kwa duka, watanishika na watanimaliza. Ni pastor, nimeokokwa, nimejazwa na roho na ninaendesha gari nikiongea na ndimi. Nikiendesha gari vibaya nitapata nini? Ajali. Sijui kama tunaelewana na hivi vitu ya Mungu. So lazima tu avoid scriptures zinazotumika kutuingisha katika kumjaribu nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8 tumalize. Kisha ibilisi kuna kitu hata alikuwa anataka kumprovia. Number 1, sikuogopi. Sipia preview ufalme wa giza ya kwamba sifanye nini? Siwaogopi. Sio ukisikia tu paka ikitembea kwa mlango yako, don't fear. Hello, upate kumefanywa uchawi nini unajaribu kuambiwa nini? Don't fear. Hizi vitu usiogope. So Yesu anampea hii muda yote, anajua kwa shetani hakuna kitu kizuri kinatoka, lakini anataka kumonyesha shetani, sikuogopi na hakuna kitu utanifanyia uniweze. So twende kazi, ni kuonyesha zako zote nitazishinda. Akamchukua, mstari wa kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha nini? Milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya fanya hivi, haya yote mimi nitakupa ukiwa utaanguka na unisujudie. We need also to be very careful na njia ambayo tunapata mali. Kuna watu wanapata mali kwa njia ya kuonyeshwa na shetani na wanaipata kwa njia isiyokuwa sawa. Hii ni shetani amekupatia ili uweze kuobey vile amesema. Unapaswa kuelewa, we have Christians, mali zenye wamepata it's because wameobey the enemy. And lazima ukue careful kupata kitu kwa njia isiyokuwa sawa. Kila kitu ukipata kwa njia isiyokuwa sawa, what are you doing? Shetani amekwambia ukikubali nitakupea. Kila kitu unapata kwa njia isiyokuwa sawa, ujue umeobey nani? Na umeingizwa kwa temptation number 3. Umekuwa tempted na imekuingia. Hiyo tu ndio tunaambiwa. And prayer and fasting imekupatia nguvu ya kuovercome. Mimi nikiangalia hapa ninaona mfano ambao Kristo ananipea duniani kwamba Pastor Simiu, kila mara ukiomba na kufunga unapataga power to overcome. Lakini haikupei power ya shetani kukutoroka. Sijui kama tunaelewana. Haupati power ya kutorokwa na nani? Shetani hawezi kutoroka kwa sababu umeokoka. No. But ni kazi yako kumfanya nini? Kumovercome. So when you are praying and fasting, usiseme hautafanya nini? Utajaribiwa. Na wenye wanajuaga nikipray and fast ndio nimekuwa sawa, hao watu huanguka vibaya sana. Wewe hujaona watu wamepewa tolewa prayer and fasting wakiwa wamekufa? Haujasikia? Hapa Kipkelion 90s kuna pastor aliendaka kuomba huko. Mara ilifanya nini? Ilishikamana. Alitolewa huko akiwa amefanya nini? Amekufa. So unataka uelewe wewe shetani haogopi Mungu. Bwana asifiwe. So kuokoka kwako hamfanyi shetani akuogope ndiye asikujia, atakuja. Kazi yako ni kufanya nini? Kazi yako ni kufanya nini? Kumshinda. So tunaona ya kwamba akamwambia, akamuonyesha vitu. Be very careful na deals zenye watu wanakuambia. Kwa sababu usitarajie shetani. Shetani alimwambia ndea Yesu kwa sababu Kristo ndiye aliyekuwa Kristo. So alibidi kujaribiwa na mfalme wa utawala wa giza. Lakini sasa hakuji yeye, yuaingia kwa watu, anakukujia, anakuambia kuna deal. Umenielewa? Kwa sasa shetani atafanya nini?
lakini anaenda anaingia ndani ya mtu, alafu huyo mtu anaanza kukuongoza kwa deal, anakuambia kuna deal hivi na hivi na hivi, lakini unahitaji kufanya hivi na hivi na hivi. Kuna hii utapata ukifanya Kwa kifupi unaambiwa ukiniabudu nitakupatia yote. Kwa njia nyingine, if you obey me, be very careful kuwa unaobey shetani alafu unapoa kenye unapewa, hiyo ndio inakuja na kuangamiza. So tutajaribiwa pia na vitu ambavyo tunataka. Utaletewa tu deal safi safi, lakini ni tuba si tuzuri, ujipate umeingia kwa kitu pap. But unapata kwamba pesa inakuja, vitu yote inaingia, lakini kuna kitu shetani anakuwa anatawala kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumalize na mstari wa 10. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, sababu utashikamana na huyu umwache. Hamwezi mkamtumikia Mungu na mkatumikia mali ama pesa ama mambo. So kumaanisha kwamba wapendwa, mali inatafuta sana, tuifanye nini? Tuitumikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Simama juu kwa miguu yako. Hata wakati wa prayer and fasting utafanya nini? Hata wakati wa prayer and fasting utafanya nini? Hata saa zile unasikia leo, mimi ninakaa mbinguni, mimi hata ni malaika vile niko, nikiletewa kiwete atatembea, shetani still hatakuogopa. Shetani still hatakuogopa, maana hata yeye ni power. Hapana, hafanyi shetani akuogopa. Ingekuwaga hizi vitu mbaya zinaogopa watu, kuna vitu hazingekuwa kwetu. Hasara si roho ya Mungu, ni ya shetani, haingekuwa kwako. Magonjwa ya Ukristo tunatumia nguvu kuishi. So tunahitaji kuchajiwa. That's why hatujazwi na Roho Mtakatifu, tunajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ana tulipookoka Roho alifanya nini? Aliingia nako permanent. Sasa tunaongea kuhusu nini? Ujazo wa nguvu. Kwa nini? Maana tunatumia kuishi. Tunatumia, nilikwambia ukisema shetani na kukemea katika jina la Yesu, ni kama movie za Nigeria. Nini inafanyika? Movies za Nigeria wanajaribu kutuambia vile kunatendeka katika roho. Unaona kuna kitu inafanya nini? Inatoka. Si unaona narushia mtu hivi, then unaona kitu kinaenda. Unaona nikiombea mtu napulizaga mtu masikio, na unashangaa inaleta shida. Ni kwa nini? Kwa sababu ile spirit inaona nini? Moto. Kila mara ukiomba ukisema katika jina la Yesu, hiyo ni nguvu umetaja. Shetani na kukemea katika jina la Yesu, umerelease. Utajuaje? Mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 alipogusa vazi, nini ndio ilifanyika? Sijui kama sasa umenipata. Kila mara wakati unaomba, kuna nini inafanyikaga? Power inatoka. That's why unahitaji kuomba. Na ndio next week tutaona sababu kubwa ambayo tunahitaji kuomba ni kugain more power, because ndio tunatumia kuishi, ndio tunatumia kuomba, ndio tunakemea. Na tumeona unaweza toka prayer and fasting ya 40 days na ukatoka nje na ukadunga mtu kisu. Na ukadunga mtu nini? Kisu. So huyo mwenye anakukosea hivyo, hiyo prayer and fasting umetoka, it has given you power to overcome kenye anafanya, to overcome the flesh. Because ukitoka kufunga na kuomba, mwili inapotea. Ama bado mwili iko? Si bado mwili iko. Ni nini nakupatiaga? Power to overcome. Sijui kama umechukua hii. So chochote utaona kila mara ikikutendekea, saa zingine hata usijiulize why. Sema I'm supposed to overcome this. Hivyo ndio ningependa mawazo yako iende. Hata hii napaswa kuishinda. Hata hii napaswa kushinda. Tusianze lalamika mbona. Tuone ziko karibu na ziko na agenda. Nihakikishe agenda yao haitatimia. Nimeovercome. Sema amen. Dakika moja umwambie Mungu asante kwa sababu ya wiki hii. Tunapofunga mikutano yetu ya wiki, Baba tunakushukuru, Baba tunakuinua.
Baba tunakutukuza, Baba tunakuhimidi, tunasema wewe ni mwema, tunasema wewe ni mtakatifu. Utukuzwe na uinuliwe Bwana asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Tunasema ni asante kwa kuwa wewe ni Mungu, tunasema ni asante kwa kuwa wewe ni mfalme, tunasema ni asante kwa kuwa wewe ni mtakatifu, tunasema ni asante kwa kuwa wewe ni mweza wa vyote. Upewe sifa Bwana na upewe utukufu. Asante kwa kuwa ni Mungu. Tunakushukuru kwa sababu ya wiki mzima umekuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Ushukuriwe na uinuliwe Baba. Ni kwa jina safi la mwanao Yesu Kristo tuomba na kuamini. Sema. Shughulika na shughuli zako, lakini uambie agenda yenu haitatimia. Unaweza kaa karibu na mtu kwa ploti, kwa kazi, anakutatiza sana. Sema tu kitu kimoja, ni kwamba agenda yako, maana kazi yangu tu ni kushinda mipango yenu. Si Mungu akubariki sana. Nichukue pia nafasi hii mtazamaji wangu kukaribisha katika ibada zetu za Jumapili katika jina la Yesu, zinaitwa Holy Ghost Fire Sunday Fellowship. Karibu tushirikiane pamoja na wewe katika jina la Yesu. Nashukuru kwa wale ambao mmekuwa mkitazama na mnasema mnakuja na mkakuja. Si Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Itakuwa ni furaha yangu kubwa kushiriki pamoja na wewe.